Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Emmanuel Nchimbi ametoa kauli fulani hivi ambayo imeweza kuleta gumzo katika mitandao ya kijamii na kwa taifa kwa ujumla, baada ya kusema kwamba Watanzania wapambanie katiba mpya. Sasa kutokana na jambo hilo, tuliweza kuona viongozi mbalimbali kutoka katika Chama cha Mapinduzi wakitoa maneno yao. Tuweza kuona mwenyekiti wa CCM akiongea kile ambacho ameweza kukiongea. Tukaona mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi kwa kile alichokisema. Nadhani kama ni mfuatiliaji au kama unafuatilia video zetu, tumesha kuwekea hapa tayari, ambacho hicho kitu kimeonekana kama ni mpasuko ndani ya Chama cha Mapinduzi. Sasa makamu wa rais yeye ameweza kuchagua kwenda kwa mtindo wa zamani wa bendi ya African Stars, yani twanga pepeta. Anachofanya ni kuweza kuangusha moja moja tu, na kila linalomtoka mdomoni kwake limekuwa ni simulizi kwa vyombo vya habari, mitandao ya kijamii na viringe vya mtaa hadi mtaa. Moja ya hoja yake ya katiba mpya iliyozua gunzo katika mitandao ya kijamii ndio hii, kuambia Watanzania kwamba wadai katiba mpya, lakini huko nyuma alishatoa nyingine kadhaa. Katika hotuba yake wakati wa kufungua mkutano mkuu wa 15 wa mtandao wa watetezi wa haki za binadamu nchini Tanzania, hiyo ilikuwa ni siku ya Ijumaa Julai 24 mwaka 2026, Nchimbi alisema kuwa na akaweka msisitizo kwamba komaeni tupate katiba mpya. Ulikuwa ni ujumbe kwa Watanzania, hususan wanaharakati. Nchimbi pia alisema kwa matamanio yake kuwa ni kuketi na wanaharakati Malia Sarungi ambaye amekuwa akimshambulia Rais Samia Suluhu Hassan mitandaoni kila itwapo leo. Kuhusu swala katiba mpya, Nchimbi alisema kuwa neno lake moja ni hilo tu: Watanzania hasa wanaharakati wapambane kupata katiba mpya. Kisha akataja sifa za katiba hiyo ambayo yeye anatamani kwamba iwe ni ile yenye makubaliano ya wadau wote, inayoheshimu haki za wananchi na inayoweza kuliongoza taifa kwa miongo mingi ijayo. Hapo hoja si katiba mpya, ni maneno: pambaneni tupate katiba mpya, komaeni tupate katiba mpya. Katiba mpya ni ahadi kwenye irani ya CCM, zaidi ni ahadi ya Rais Samia Suluhu Hassan. Maneno yoyote yenye kujenga muktadha kuelekea kupata katiba mpya si tatizo, ni msimamo wa CCM na serikali, maana rais ndiye mkuu wa serikali, maana rais ndio mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, na msimamo wake ndio wa serikali na msimamo wake ndio wa Chama cha Mapinduzi. Maneno komaeni na pambaneni ndiyo yanayoibua mkanganyiko au mkangaziko unaotengeneza viulizo rukuki. Komaeni tupate katiba mpya au pambaneni sio lugha ya serikali au ya CCM. Hayo ni matamshi ya wanaharakati na viongozi wa vyama vya upinzani. Sasa ni kwa nini Nchimbi ameyatumia? Zingatia, Nchimbi ni kiongozi namba 2 kwenye nchi hii. Nchimbi anataka kufikisha ujumbe gani? Malengo yake ni yapi? Maswali hayo, ili uweze kupata majibu yake, inabidi kwanza ujue mahali alipoficha nukta. Nchimbi anazungumza bila kuweka nukta, maana yake sentensi zake hazifiki mwisho. Anaiacha hadhira njia panda. Anawashughulisha watu kuweza kutafsiri na kuelewa ujumbe wake. Bahati mbaya, kila mtu anachagua kuelewa kwa namna yake. Ona Nchimbi anavyoamua kuweza kuchanganya watu. Anasema komaeni, alafu anasema rais ndiye anayetaka katiba mpya. Kisha anatoa kitisho kwamba katiba mpya isiyopatikana kipindi hiki Rais Samia yupo madarakani, inaweza kuchukua miaka 50 mingine kabla ya kuandikwa katiba nyingine. Kokotoa mkanganyiko unaotengenezwa na Nchimbi. Rais ndiye mtoa ahadi, yeye ndiye mkuu wa nchi. Anachokitaka utekelezaji wake hauna kona. Kila kitu kipo ndani ya mamlaka yake. Wakati huo huo, Nchimbi anatumia sauti ya wapinzani wa kisiasa na wanaharakati kufikisha kile ambacho kimeahidiwa na rais pamoja na chama chake cha Mapinduzi.
chama kinachoongoza dola. Ni hapo sasa, ukiwa mwanaharakati unaona kama Nchimbi anazungumza lugha moja na wewe, lakini unahisi kama kuna mtego fulani hivi. Kwa hiyo unaogopa kumuunga mkono moja kwa moja. Ukiwa upande wa CCM na kiongozi wa serikali, unamwona Nchimbi kama anawaambia Watanzania kuwa Rais Samia Suluhu Hassan ndiye mwenye dhamira njema, hivyo akiondoka yeye itakula kwao. Unatamani kumpongeza, lakini unakumbuka kuwa sauti za kiharakati zipo ndani ya maneno yake. Kama Rais Samia Suluhu Hassan anataka katiba, kwa nini adaiwe? Kama Rais Samia Suluhu Hassan anataka katiba, kwa nini adaiwe? Wakati wa kampeni za uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, Rais Samia Suluhu Hassan aliahidi mchakato wa kuweza kupata katiba mpya ndani ya siku 100 za mwanzo baada ya kuweza kuapishwa. Siku ya uchaguzi, nchi ilikumbwa na dhoruba kubwa. Machafuko yalitokea. Watu zaidi ya 500 walipoteza maisha. Wengi zaidi walijeruhiwa. Mali za umma ziliharibiwa na kuibiwa. Watu binafsi waliporwa na kuharibiwa miliki zao. Miundombinu ilibomolewa na kuchomwa moto kwenye maeneo mbalimbali hapa nchini. Kutokana na mazingira hayo, mnamo Novemba 14 mwaka 2025, Rais Samia Suluhu Hassan alizindua bunge la 13. Alisema kuwa mchakato wa katiba mpya ungesubiri ripoti ya matukio kadhia ya Oktoba 29. Kisha aliunda tume na ripoti hiyo tayari ilishatoka. Sasa kuna tume ya jinai, nayo inaonekana katika madhira yaliyotokea mnamo Oktoba 29. Kisha yafuate maridhiano, ndipo mchakato wa katiba uanze. Rais alipata kusema kuwa haitowezekana kuandika katiba nchi ikiwa vipande vipande. Unapata katiba nchi ikiwa upande unaovuta, kila upande unavuta upande wake. Maridhiano ni kipengele muhimu ili katiba ipatikane katika mazingira yenye mwafaka wa kitaifa. Sasa kama nchi inasubiri maridhiano kwa mujibu wa mtiririko ambao Rais Samia Suluhu Hassan anautaka na ashautamka, kwa nini Nchimbi anawaambia watu wapambane au wakomalie kuipata hiyo katiba? Je, Nchimbi anaamsha watu kupambania katiba nje ya mtiririko ambao Rais Samia Suluhu Hassan anautaka? Je, pambaneni na komaeni anamaanisha watu wachangamkie maridhiano ili katiba ipatikane kwa haraka? Vinginevyo hawatapata tena. Hoja yake ni kwa maslahi yake binafsi au ni kwa maslahi ya nani? Sasa au ni kwa maslahi yake binafsi ya sasa au ya kesho anayoyalenga? Anaipenda na kuitakia mema nchi yetu? Anafanya hivyo kumtafsiri Rais Samia Suluhu Hassan kwa umma ili watu wamwelewe zaidi? Hayo ni maswali ambayo watu wengi wanabidi wajiulize ili kuweza kuelewa hii kauli ya Dr. Emmanuel Nchimbi. Kikatiba, makamu wa rais ni msaidizi wa rais, anatenda aliyopangiwa na rais. Hata kuzungumza anapaswa kutoa matamshi ambayo yanashabiana na msimamo wa rais. Je, msimamo wa Rais Samia Suluhu Hassan kwa sasa ni Watanzania waamke, wapambane mpaka katiba mpya ipatikane? Je, Nchimbi amechagua kuzungumza lugha za wanaharakati na wapinzani ili kuweza kujitengenezea mtaji binafsi wa kisiasa kwa ajili ya mwaka 2030? Aoni kwa kufanya hivyo anatikisa imani na hadhi ya Rais Samia Suluhu Hassan? Yeye ndiye msaidizi wa rais. Kwa nini amshauri Rais Samia Suluhu Hassan njia bora na ya haraka ya kuweza kupata katiba mpya? Badala yake anakimbilia kwa umma kuchochea watu wakomae na wapambane. Na hayo mapambano ni dhidi ya nani? Je, ni dhidi ya Rais Samia Suluhu Hassan ambaye anaitaka au kuna watu wanakwamisha? Nchimbi anazungumza kwa kuficha nukta.
huwezi ukamwelewa kirahisi. Katika sanaa ya lugha, uwasilishaji, alichokifanya Nchimbi kinaitwa ni manipulative underspecification, yaani unazungumza kwa namna ambayo unawacha watu kila mmoja akijenga tafsiri na hitimisho lake. Wakati huo huo, maana yako halisi unakuwa umeificha. Unafanya hivyo ili kufanya kila mtu apende unachozungumza. Wakati ukifahamu kwamba malengo yako ni tofauti na kile watu wanachokifikiria. Hata sasa wapo wanaoamini kuwa Nchimbi anazungumza ili aweze kujijengea kuelekea uchaguzi wa mwaka 2030. Anajisafisha au anajisafishia njia ya urais. Wapo wanaomtetea pia. Kimsingi, mtu akizungumza katika mtindo wa manipulative underspecification, huna namna ya kuweza kumpinga wala kumuunga mkono. Maana anakuwa ameacha nafasi wazi. Hizo nafasi zilizo wazi ndizo zenye nukta ya Nchimbi. Ukiweza kuzijaza, basi utajua kwa usahihi kile anachomaanisha makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Emmanuel Nchimbi kuhusiana na kile ambacho ameweza kuwaambia Watanzania kwamba wapambanie katiba, au akipewa nafasi ya kuwashauri Watanzania basi angewashauri kwamba wapambane wapate katiba mpya yenye maridhiano au yenye mchango wa wadau wote na vyama vyote vya siasa na raia nchini Tanzania wote kuwa na mchango katika katiba mpya hiyo. Hapa tumefika mwisho. Tuachie ujumbe wako, utabia ni kipi ambacho unacho. Tukutane wakati mwingine na wasaa mwingine.